Mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo yalivyoandikwa na Mtakatifu Yohane. Wakati ule Yesu alitoka pamoja na wafuasi wake kwenda ng'ambo ya mto Kedron. Kwenye bustani akaingia huko yeye pamoja na wafuasi wake. Yuda naye aliyemtoa alipajua mahali pale, kwa maana Yesu alifika huko mara nyingi pamoja na wafuasi wake. Basi Yuda alipokwisha kupokea kikosi cha maaskari na watumishi waliotoka kwa makuhani wakuu na Wafarisei, akaja huko na taa na mienge na silaha. Basi Yesu akijua yote atakayompata, akatokea akawaambia, "Mwamtafuta nani?" Wakamjibu, Yesu Mnazareti. Yesu akawaambia, "Ndiye mimi." Naye Yuda aliyemtoa alikuwa amesimama pamoja nao. Basi alipowaambia ndiye mimi, walirudi nyuma wakaanguka chini. Basi akawauliza tena, "Mwamtafuta nani?" Nao wakasema, Yesu Mnazareti. Yesu akajibu, "Nimekwisha sema kwamba ni mimi. Basi kama mwanitafuta mimi, waacheni hawa waende zao." ili litimizwe lile neno alilosema, hawa ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao. Basi Simoni Petro aliyekuwa na upanga akauchomoa, akampiga mtumishi wa kuhani mkuu, akamkata sikio lake la kuume. Na mtumishi ule aliitwa Markus. Yesu akamwambia Petro, "Rudisha upanga wako alani. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa." Basi kikosi na jemedari na watumishi wa Mayahudi wakamkamata Yesu, wakamfunga, wakampeleka kwanza kwa Ana, maana alikuwa mkwewe Kaifa aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule. Na Kaifa ndiye aliyewapa Mayahudi shauri kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu. Lakini Simoni Petro alimfuata Yesu pamoja na mfuasi mwingine. Na yule mfuasi alikuwa anajulikana na kuhani mkuu. Akaingia pamoja na Yesu katika behewa la kuhani mkuu. Lakini Petro akawa akisimama nje mlangoni. Basi yule mfuasi aliyejulikana na kuhani mkuu akatoka akasema na mwanamke mgoja mlango,
akamleta Petro ndani. Basi yule kijakazi mngoja mlango anamwambia Petro, yeye anasema, wale watumwa na watumishi walikuwa wakisimama karibu na makaa ya moto, maana kulikuwa baridi, wakawa wakiota moto. Naye Petro alikuwapo pamoja nao, akisimama na kuota moto. Basi kuhani mkuu akamuuliza Yesu habari za wafuasi wake na za mafundisho yake. Yesu akamjibu, mimi nimesema wazi wazi na watu. Mimi nimefundisha siku zote katika sunagogi na hekaluni, ambako Mayahudi wote hukusanyika, wala sikusema neno lolote kwa siri. Mbona waniuliza? Waulize hao waliosikia nilichowaambia. Tazama, wao wanajua niliyosema mimi. Alipokwisha sema hayo, mmoja wa watumishi aliyesimama karibu akampiga Yesu kofi akisema, Yesu akamwitikia, kama nimesema vibaya, toa ushahidi wa neno baya. Lakini kama nimesema vema, kwa nini wanipiga? Basi akampeleka amefungwa kwa Kaifa kuhani mkuu. Simoni Petro akawa amesimama akiota moto. Basi wakamwambia, yeye akakana akasema, mmoja wa watumishi wa kuhani mkuu, jamaa wa yule aliyekatwa sikio. Na Petro akamwambia, basi Petro akakana tena, na mara jogoo akawika. Basi wakamtoa Yesu kwa Kaifa, wakampeleka barazani. Sasa ilikuwa asubuhi, lakini wenyewe hawakuingia barazani, ili wasitiwe najisi, wapate kula Pasaka. Basi Pilati akawatokea nje akasema, mwaleta mashtaka gani juu ya mtu huyu? Wakajibu wakamwambia, basi Pilati akawaambia, twaeni ninyi mkamhukumu kwa sheria yenu. Mayahudi wakamwambia, sisi hatuna
lipate kutimia, alilosema akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi Pilati akaingia tena barazani, akamwita Yesu akamwambia, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wajisemea hivyo au wengine wamekuambia habari hiyo juu yangu? Pilati akajibu, Myahudi mimi? Taifa lako na makuhani wamekutoa kwangu, umefanya nini? Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa dunia hii. Kama ufalme wangu ungekuwa wa dunia hii, bila shaka watumishi wangu wangalipigana nisitolewe kwa Mayahudi. Lakini sasa ufalme wangu sio hapa. Hapo Pilati akamwambia, basi umfalme wewe. Yesu akajibu, wewe umesema ya kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na nimekuja duniani kwa ajili hiyo, ili niushuhudie ukweli. Kila mtu aliye wa ukweli husikia sauti yangu. Pilati akamwambia, ukweli ni kitu gani? Alipokwisha sema hivyo, akawaendea tena Mayahudi akawaambia, mimi sioni hatia yoyote kwake, lakini kuna desturi kwenu niwafungulie ninyi mtu mmoja wakati wa Pasaka. Basi mwataka niwafungulie mfalme wa Mayahudi? Wakapiga tena kelele wote wakisema, naye Baraba alikuwa mnyang'anyi. Basi hapo Pilati akamtwaa Yesu, akampiga mijeledi. Maaskari wakasokota taji la miiba, wakamtia kichwani, wakamvika vazi jekundu. Wakaja mbele yake, wakasema, wakampiga makofi. Basi Pilati akatoka tena nje, akawaambia, namleta tena nje mbele yenu, mpate kujua ya kuwa sioni hatia yoyote kwake. Basi Yesu akatoka nje amevaa taji la miiba na vazi jekundu, akawaambia, tazameni mtu. Basi makuhani wakuu na watumishi walipomwona, walipiga kelele wakisema,
akawaambia, mtwaeni ninyi mkamsulubishe, kwa maana mimi sioni kisa kwake. Mayahudi wakamjibu, Basi Pilati alipoona neno hilo, akazidi kuogopa. Akaingia tena barazani, akamwambia Yesu, umetoka wapi wewe? lakini Yesu hakumjibu neno lolote. Basi akamwambia, usemi neno, hujui ya kuwa ninao uwezo wa kukusulubisha na uwezo wa kukufungua. Yesu akamjibu, ungalikuwa na uwezo wowote juu yangu, usingaliupewa kutoka juu. Kwa sababu hiyo, aliyenitoa kwako anayo dhambi kubwa zaidi. Tangu hapo Pilati akatafuta kumfungua, lakini Mayahudi wakapiga makelele wakisema, Basi Pilati aliposikia maneno hayo, akamleta Yesu nje, akaketi kitini mahali palipoitwa Lithostrotos, na kwa Kiyahudi Gabatha. Ilikuwa maandalio ya Pasaka, yapata saa 6. Akawaambia Mayahudi, tazameni mfalme wenu. Wao lakini wakapiga kelele, Pilati akawaambia, nimsulubishe mfalme wenu. Makuhani wakuu wakajibu, basi ndipo alipomtoa kwao asulubiwe. Wakamtoa Yesu, wakampeleka nje. Akatoka akijichukulia msalaba wake kwenda mahali paitwapo Kalvari, kwa Kiyahudi Golgotha. Ndipo alipomsulubisha, na wengine wawili pamoja naye, upande huu na upande huu, na Yesu katikati. Pilato aliandika pia anwani, akaiweka juu ya msalaba. Iliandikwa, Yesu Nazareti, mfalme wa Mayahudi. Basi anwani hiyo Mayahudi wengi waliisoma,
maana mahali aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiyahudi, Kiyunani na Kilatini. Basi makuhani wakuu na Mayahudi wakamwambia Pilati, Pilati akajibu, nimeandika. Basi maaskari walipokwisha kumsulubisha, wakatwaa mavazi yake, wakafanya mafungu manne, kila askari fungu lake, na kanzu ile haikuwa na mshono, kwa maana imefumwa nzima toka juu. Basi wakaambiana, lipate kutimia andiko lisemalo, waligawiana mavazi yangu, na kanzu yangu wakaipigia kura. Ndivyo basi maaskari walivyotenda. Wakawa wakisimama karibu na msalaba wa Yesu, mama yake na dada ya mama yake, Maria wa Kleofa na Maria Magdalena. Basi Yesu alipomwona mama yake na yule mfuasi aliyempenda amesimama, akamwambia mama yake, Bi mkubwa, huyu ndiye mwana wako. Halafu akamwambia mfuasi, huyu ndiye mama yako. Na tangu saa ile yule mfuasi akampokea kwake. Baadaye Yesu akijua ya kuwa yote yametimia, andiko lipate kutimizwa, kasema, nina kiu. Palikuwa na chombo kilichowekwa pale kimejaa asiki, nao wakatia sifongo iliyojaa asiki juu ya mwanzi, wakamwekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea asiki, akasema, yametimia. Akainamisha kichwa, akatoa roho.
Basi Mayahudi, kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, kusudi miili isikae msalabani siku ya Sabati, kwa maana siku ile ya Sabati ilikuwa kubwa, wakamwomba Pilati miguu yao ivunjwe iondolewe. Basi askari akaja, wakamvunja miguu wa kwanza na wa pili aliyekuwa amesulubiwa pamoja naye. Hata walipomfikia Yesu, wakimwona amekwisha kufa, hawakumvunja miguu. Lakini askari mmoja akamchoma ubavu kwa mkuki, mara ikatoka damu na maji. Naye aliyeona ametoa ushahidi, na ushahidi wake ni wa kweli. Naye anajua ya kuwa anasema kweli, mpate nanyi kusadiki. Kwa maana hayo yametendeka ili andiko litimie, hamtamvunja mfupa wake. Na tena andiko jingine lasema, watamtazama yule waliyemtoboa. Baada ya hayo, Yosefu wa Arimatea akaenda kwa Pilati kuomba ruhusa ya kuchukua mwili wa Yesu, kwa maana alikuwa mwanafunzi wa Yesu kwa siri, lakini kwa ajili ya kuwaogopa Mayahudi. Pilati akakubali, naye akaja akachukua mwili wa Yesu. Na Nikodemu yule aliyefika zamani kwa Yesu usiku akaja vile vile na ratili 100 za manemane iliyochanganyika kwa shubiri. Basi wakautwaa mwili wa Yesu, wakaukafini kwa vitambaa pamoja na manukato, vile ilivyo desturi ya Mayahudi kuzika. Na mahali pale aliposulubishwa palikuwa na bustani, na ndani yake kaburi jipya, ambalo mtu yeyote hajazikwa ndani mwake. Ndipo walipomzika Yesu, kwa kuwa kaburi lile ni karibu, na ilikuwa siku ya kuandalia